Habari ni wapendwa, natumai mko poa, wagonjwa poleni, wazima tuzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Karibuni tuendelee na sehemu yetu ya pili ya simulizi inayoenda kwa jina la Sir Madam President. Sehemu iliyopita tulishia ambapo mwanasiasa alikuwa anataka aseme sasa nyuma pazia ya kwamba nchi inatawaliwa na nani, wakati wananchi wa Tanzania wanajua kabisa nchi yao mtu aliyompigia kula ni Madam Samira, ambaye ndio President Samira. Lakini huyo mwanasiasa anasema kuwa nchi haitawaliwi, yani haipo chini ya Madam Samira. Karibuni tuendelee. Akaendelea kusema, hii nchi haiongozwi na Samira. Anayeongoza hii nchi ni rais wa awamu ya 3. Huyo ndio yupo nyuma ya yote haya. Bila kusahau hata kile chama cha Umoja Mtandao, yeye ndio aliyekianzisha na yeye ndio anayejua jinsi anavyokiendesha. Hivi kuja naulize wana Tanzania, sababu mimi nashindwa kuelewa, mliyemchagua ni Madam President ambaye ndo Samira, au mmemchagua huyu president ambaye ni wote mnamjua wa awamu ya 3? Sasa sijajua hajalizika na jinsi alivyotawala na jinsi alivyokuwa anawafanyia watu, ameamua atumie mtu mwingine, sielewi. Naombeni tushirikiane kwenye hilo. Je, na nyinyi mwele kama mimi au ni nini? Au na mimi atakuja atanijibu kama alivyomjibu dada wa taifa? Baada ya mwanasiasa kuongea hayo maneno, alipomaliza kama kawaida comment, matusi, wengine walimuunga mkono hivyo, ndio ikawa hivyo. Na Umoja Mtandao, yani ni chama ambacho kiligeuka kuwa ni silaha ya kudhibiti siasa, uchumi, usalama wa nchi, ni kila kitu kilikuwa kinakontroliwa na Umoja Mtandao. Na watu wengi waliotekwa na president na watoto wa au mapresident wawili walikuwa wana sehemu yao, yani wana andaki yao, ambayo hiyo andaki ndio ilikuwa inatumika kutesia watu, ambapo mnaweza mkaenda kufanya mnaweza mkaenda kufanya searching nyumbani kwao, yani na msione chochote, lakini chini ya nyumba zao yani kuna vitu vya ajabu vinavyoendelea. Hiyo ndio ilikuwa nchi ya Tanzania. Na kwa nje Rais Samira, yani alikuwa anaonekana ni mtu mwenye nidhamu ya hali ya juu sana, na mtu ambaye anajali utu kwa watu. Ni mtu ambaye alikuwa na feel maumivu ambayo watu wanayafeel, yani na yeye alikuwa anafanyaje, anayafeel. Ni kitu ambacho kwa mitazamo ya watu wengine walikuwa wanaona kama ni mnafiki, sababu
alikuwa anahudhuria makanisani, alikuwa anahudhuria misikitini. Na hiyo yote sio kwamba anahudhuria ile kiimani, rahasha. Alikuwa anahudhuria ili kuangalia ni wakina nani wanaompinga, ni wakina nani ambao wanaenda against yeye, ili apate kuwawajibisha. Sababu lile lililotokea kwa mchungaji Emmanuel hakutaka tena kitokee. Sababu mchungaji Emmanuel aliona na akana ubili kuhusu kile ambacho kinaendelea katika nchi yake. Sasa yeye kichwa kinamuuma, kwa nini mchungaji ahubiri kuhusu yeye na asihubiri kuhusu kuhusu imani za kiroho? Kwa nini? Na mpaka leo bado anamsaka na hajamtia bado mikononi mchungaji Emmanuel. Kwenye mtandao anaonekana vizuri sana, lakini wakija kwenye swala la kumtafuta wanahangaika sana na hawampati, na hamna location ambayo inasoma kuwa mchungaji Emmanuel yupo sehemu fulani. Hamna. Na siku zikazidi kwenda. Kuna baadhi ya watu waliokuwa wanachukua action, sio kwamba ile action ya kusema kuwa tunasimama kidete kutetea au kupaza sauti ili kutetea au kuwasemea wale waliotekwa. Rahasha. Waliandika maneno ya kejeli mtandaoni. Walitukana, walimtukana sana Lissu mtandaoni. Japo wengine walikamatwa na kuchukuliwa hatua kama wanavyochukuliwa watu wengine, lakini watu hawakujali. Walichokuwa wanataka ni ili amani ya mioyo yao. Ndicho walichokuwa wanataka. Uhuru wao ndicho walichokuwa wanataka. Na kuna ujumbe ukawa unasambaa sasa mitandaoni ukisema kwamba ujumbe ulienda direct kwa Dr. Samira, Rais Samira, kuwa tunakupa siku 14 ondoka mwenye madarakani. Hatutaki kuwafanya raia wa Tanzania na kuwapa wakati mgumu raia wasiokuwa na hatia. Na kuomba sana mama, ondoka madarakani. Huo ujumbe ulipomfikia Rais Samira, aliogopa sana na akapatwa na mashaka mengi sana. Akaanza kuhisi kwamba ndani ya chama chake kuna wasaliti wakubwa. Akaamua mtafute rais wa awamu ya 3 ambaye ndo mkubwa wake. Akamwambia, mkuu, unaona ujumbe ambao unasambaa mtandaoni? Nimeshtuka sana. Hadi nahisi ndani ya Umoja Mtandao au ndani ya chama hicho cha Umoja kuna mtu ambaye ni msaliti. Kuna mtu ambaye kiukweli ananipa wakati mgumu sana. Mkuu wake akamjibu, usijali, tuna silaha kubwa, tuna ulinzi mkubwa, usijali na wala usiumize kichwa. Acha waendelee kuhoja mtandaoni, ila nchi bado ni yetu. Hata wapigane miaka 100 hawawezi kukutoa madarakani. Wewe kuwa tuna amani, achana nao.
Samira alifaidika sana. Yaani akahisi ameshapata amani ya moyo. Yaani alihisi amepata amani ya moyo. Hata zile stress alizokuwa nazo mara kwanza zikawa zimemondoka. Sababu mkuu wake kashaongea na yeye anafuata kile mkuu wake anataka. Sio yeye anataka, rahasha. Mkuu wake anataka nini? Ndio yeye anachofanya katika nchi ya Tanzania. Na ndani ya viongozi wa nchi ya Umoja Mtandao walianza kuingiwa na wasiwasi sana. Kwa sababu rais ashaanza kupatwa na mashaka. Kwa anahisi kila mtu anayemzunguka, yaani haamini, anahisi kila mtu anayemzunguka ni msaliti. Yaani mpaka viongozi ambao yeye aliamini kuwa hawa viongozi anawapa keki ambayo anakula yeye, anawagawia kidogo kidogo, kwamba hawatamsaliti na watafanya kile yeye anataka, yeye na mkuu wake. Kwa wale viongozi wa Umoja Mtandao, katibu mkuu Bisinza, Rais Samia ameanza kutuona yaani kama sisi wote mtishio kwake. Leo alikuja kunisukusu mume wangu kusafiri kwenda Kenya. Yaani ana mashaka na kila mtu ndani ya hichi chama. Sielewi tunafanyaje. Akapokea mjumbe mwingine. Akasema bora tu nyamaze. Yaani nyamaza shwi, kwa sababu sio yeye tu. Jana watu wawili wa usalama walikamatwa. Eti kwa kusema kuwa eti walimfuata rais na kumwambia kuwa hajashughulikia bei ya vyakula. Wananchi wanapata shida mtandao, yaani wanapata shida mtaani. Na hizo ruzuku zimekuwa kubwa. Yaani imekuwa ni tafrani. Watu mtaani wanalalamika, afu yeye yuko anakula maisha. Unajua kipi kilichotokea? Hiyo ilikuwa ni jana. Leo watu wapo mochwali. Kwa kila kinachoendelea katika nchi, ziba masikio, focus na vitu vyako. Hapo utapona na utakuwa salama. Waliangaliana. Kisha kila mmoja akaendelea mambo yake. Wakati huo Rais Samia akiwa anaendelea kula keki ya taifa, yeye na vigogo wenzake, hali ya maisha ya wananchi wa Tanzania ilikuwa ni mbaya sana. Yaani vyakula, yaani kadri siku zinavyozidi kwenda mbele, na ndivyo vyakula vilivyozidi kupanda bei. Kodi zilizidi kuongezeka. Na wananchi wakaanza kuhoji, yako wapi ile matumaini? Iko wapi ile Tanzania mpya? Na yako wapi yale maneno ya Madam Samia kabla hajawa president? Yako wapi? Mlango wa ofisini kwa Rais Samia ugongwa. Akaingia waziri mkuu. Alipofika akamwambia,
Samahani mheshimiwa, naweza nikaongea na wewe mara moja? Rais akamwambia, endelea na kusikiliza. Akamwambia sawa, asante. Mheshimiwa, kuna malalamiko kutoka Tanga. Watu wanapotea usiku. Familia zao zinalia. Yaani kuna baadhi wakipotea wanaonekana. Kuna baadhi wakipotea ni wamepotea. Rais Samila alimwangalia. Alikuwa amevaa miwani. Akaishusha. Akamwambia, unaniuliza mimi? Waziri akajibu, mimi ni kama mjumbe. Nimekuuliza, unaniuliza mimi? Samahani mheshimiwa. Okay. Hivi, je, nikuulize, huo mkoa hauna mbunge? Au huo mkoa hauna viongozi? Yaani hauna kiongozi yoyote? Yaani kazi ya polisi ni nini? Wanafanya kazi gani? Waziri mkuu akasema, mheshimiwa, hii sio mara ya kwanza, na watu washia kuleta malalamiko mbele yako, na ulisema utalishughulikia. Wanaona kimya, ndio maana wanazidi kuhoji. Rais Samila akamwambia, okay, Mr. Maganga, waziri mkuu, unajua ni nini kilichompata waziri wa elimu yule wa zamani? Si ndio Basi, na kuomba usiwe sehemu ya historia hiyo. Malalamiko, sijui kelele. Yaani unatoka huko ulikotoka, mzee mzima, una familia yako, una ndevu zako, endelea kuihudumia familia yako. Mke wako ana siku ngapi haja kuona? Ana siku ngapi? Yaani kazi tu kuja kupigizana kelele na watu ofisini. Yaani msinione nimekaa, nimetulia. Basi. Mna matatizo gani nyie? Yaani kama vile sio viongozi. Kwa mnataka mimi nijigawanye kila mkoa. Nikae, niwe nalinda raia. Nikae, niwaambie askari, lindeni wasitekwe. Kwani nyinyi hamna midomo? Na hicho kielele chako, narudia tena, hicho kielele chako, jiangalie. Na hicho ndicho kilichomponza mwenzako. Yaani sitaki tena maneno chini chini. Waziri kaenda wapi? Waziri kaenda wapi? Nimemaliza. Kaendelea na kazi zako. Waziri aliondoka. Huku akiwa amevunjika moyo sana. Sababu matarajio yake sio hayo. Matarajio yake yalikuwa ni jibu zuri kutoka kwa rais. Rais angesimama, angetamka. Sababu sio Tanga tu watu wanapotea. Dar es Salaam, Arusha, Mbeya. Kila kukicha watu wanaokutwa wamekufa. Kila kukichwa
vijana wanapotea. Lakini kauli ya president ni ipi? Tanzania mpya ya kupoteza watu, ya kupoteza raia. Na katika maeneo mbalimbali ya nchi ya Tanzania watu walianza kuongea, sababu walishachoka utawala wa maigizo wa Mama Samia. Mzee Hamisi ni mwananchi wa kawaida, akasema miaka 5 iliyopita tulipiga kula kwa matumaini. Leo watoto wetu wanakamatwa bila sababu. Chakula hakipatikani. Huduma za afya, yaani ndo kero. Zimekuwa za ovyo. Madaktari wanaweka dawa katika maduka yao. Hakuna kitu cha maana kinachoendelea hospitalini. Hii ndio nchi ambayo watu walikuwa na matumaini nayo. Matumaini yapi? Mama Rehema akamjibu, yaani na ukiendelea kusema hivyo utapotea shua, na kuna mtu atakayehangaika kutafuta. Yaani na nahisi unaelewa nchi yako jinsi inavyoenda. Kamdomo baba katakuponza. Mzee Hamisi akadakia akasema, nimechoka kuishi kwa hofu. Tanzania si mali ya mtu mmoja. Yaani rais alikuwa na moyo mwema sana. Lakini sasa ni simba ambaye anajificha. Yaani anajificha ndani ya kondoo. Yaani ndani ya ngozi ya kondoo. Yaani akisimama mbele za watu unaweza kusema mtu huyo hapa. Jinsi anavyoongea, utaratibu, sura yake. Kumbe ni shetani kabisa ambaye hafai. Mama Rehema akamjibu, akamwambia, mimi siwezi kumlaumu, kwa sababu hata kama nikilalamika ni sawa na kazi bure. Kwa sababu hata kula yenyewe sijawahi kupiga mimi. Yaani nikae nipige kula, nimpigie mtu akajitajilishe yeye na ukoo wake, sifanye upuuzi huo. Huo muda ambao nitatumia kupiga kula, bora nikashinde vikoba kuliko kukaa eti kupoteza muda na wenda wazimu ambao hawanisaidii chochote. Sababu sina utofauti na watu ambao wamepiga kula lakini wanalalamika. Yaani waliopiga kula na mimi ni sawa tu. Mzee Hamisi alivyoona hivyo na kusikia hivyo, akasema, kumbe hapa nipo tunampigia mbuzi gitaa. Sababu mimi na yeye ni watu wawili tofauti. Aliinuka zake na kuendelea mambo yake. Na katika makao makuu ya Umoja Mtandao kulikuwa na mkutano wa siri wa vigogo wa chama. Kulikuwa na sintofahamu kubwa sana kuhusu mwelekeo wa nchi. Bisiza alianza kwa kusema,
wananchi wameanza kuchoka. Tuna taarifa ya maandamano yanayopangwa katika mikoa mitatu sasa. Japo mikoa mingine hatujajua. Yaani tunahitaji kuzizima na kuzima hayo maandamano mapema kabla hata hajaibuka. Yaani Arusha, Mwanza na Mbeya, yaani na miji yote waliochagua ni mikubwa. Inatakiwa tuzime haraka sana haya maandamano. Yaani tusiwape mwanya hata kidogo. Jenerali Kibwana akajibu, ambaye yeye ndio yupo yaani pete na kidole na rais. Na rais anacheza na watu wakubwa. Yaani hachezi nao watu wadogo hapana. Yaani anacheza na watu wakubwa ambao anajua kabisa nikicheza na huyu anaweza akanisaidia na hao wengine wa chini. Wote wakanyoka kwenye mstari hivi. Kwa hiyo yeye akanadili na wakubwa. Kibwana akajibu, hata usijaribu siza na wala usiwe na haraka. Tutanyamazisha maandamano kabla hawajaandamana na tutawachukulia hatua hao wanaopanga kuharibu amani ya nchi. Sijui umenielewa? Hata usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Wakaendelea na shughuli zao. Wakati hayo yakiendelea, Waziri Mkuu wa nchi ya Tanzania aliita waandishi wa habari na kuomba radhi kwa wananchi wake kwa kushindwa kutimiza ahadi alizoweka kwa wananchi wake. Aliomba radhi sana na akaomba ajiuzuru. Alijiuzuru na hakutaka tena kuwa kiongozi. Alijivua wadhifa wa kuwa waziri mkuu na alijivua ubunge. Kwa hiyo sio yeye peke yake tu. Kuna mawaziri 6 pia wa sekta 6 na wenyewe walitoka madarakani. Yaani walipoona tu waziri mkuu katoka, na wao wakajua hapa tunaweza tukayakanyaga au tukapitiwa shwa. Wakaamua wajiuzuru na wao, wakachia madaraka, wako wanaishi maisha ya kawaida na raia wa kawaida. Wakati huo hayo yakiwa yanaendelea, huku kuna mmoja ya kamanda wa jeshi anaitwa Kanali Juma. Yaani yeye alianza sasa kufanya mazungumzo ya chini kwa chini na makapteni wa vikosi mbalimbali. Yaani makapteni ambao aliwaamini, ambao anahisi kabisa anaweza kufanya nao kazi vizuri na wanaweza wakamsaidia kwenye kuiunda upya nchi ya Tanzania. Kwenye kikao alichoitisha akawaambia, tunatakiwa kuilinda Tanzania, si kulinda mtu mmoja. Sisi tumekula kiapo kwa ajili ya wananchi na sio mtu mmoja, na tulikula kiapo kuilinda nchi. Angalieni, wananchi wanalia, vyombo vyetu vinaumizwa. Yaani kila kitu kimeharibika. Na kama tukiendelea hivi, historia ya hii nchi lazima itatuhukumu. Angalieni,
Tuna president ambaye asiyejali maisha ya watu. Tuna president ambaye yeye muda wote anajijali na familia yake. Angalieni jinsi watu wanavyopotea. Angalieni jinsi watu wanavyokufa. Sisi tutakuwa ni wanajeshi wa aina gani kuangalia uozo unaoendelea katika nchi yetu? Makapteni wote walimuunga mkono na wakaamua kufanya juu chini kuinusuru nchi ya Tanzania. Na waliapa watakuwa nakutana na kupanga mipango yao. Kwa sababu Kanali Juma alivyoaita, sio kwamba ni aliwaomba. Sio kwamba ni kikosi kimoja tu, hapana. Wale ni makapteni kutoka vikosi mbalimbali katika nchi ya Tanzania. Na waliapa atakaye kuwa msaliti kati ya au makapteni 20, basi itakuwa ni halali yao. Wakatawanyika, kila mmoja akaendelea na shughuli zake. Kwa upande mwingine, Rais Samira akiwa katika TV ya Taifa aliomba atoe hotuba fupi tu ya maneno machache tu kwa wananchi wake. Na alisema hataki maneno mengi. Ni maneno machache ya kuambia wananchi wake. Alisema, sitovumilia. Narudia tena. Sitovumilia usaliti ndani ya taifa la Tanzania wala ndani ya chama changu. Nitashughulika na yeyote anayejaribu kunipindua, na yeyote anayejaribu kupindua utawala wangu. Kwa sababu utawala ni halali na ni wa kidemokrasia. Mlinichagua kwa mapenzi mema. Sikutoa rushwa, sikutoa rushwa, niliwaomba na mkaniona ninafaa. Kama kuna tatizo, niambieni. Mkitaka Tanzania isafishwe, endeleeni kunijaribu. Sitojali wewe ni nani, una cheo gani, huna cheo. Na hisi tumeelewana. Asanteni kwa kusikiliza. Hotuba ya rais ilileta taharuki sana kwa wananchi. Usiku huo watu mashuhuri 5 waliomkosoa walipotea. Siku iliyofuata redio 3 zilifungiwa. Walikuwa wanajaribu kuzungumzia kuhusu hotuba ya president aliyosema jana, zilifungwa. Na aliamuru shule zote nchini zifundishwe historia yake, sisi tusemaje, kuwe na historia ambayo, mfano kama watu wanaosoma historia ya Mandela, ndivyo na yeye alivyotaka kuwe na historia yake ambayo
hiyo historia yake yani iwe na mambo mazuri tu, mambo mazuri mpaka mwisho. Na hicho kitabu kiliandaliwa na vikasambazwa mashuleni, watoto wakawa wanajifunza kuhusu President Samira. Na kitabu kiliitwa Mkombozi pekee wa Tanzania, Madam Samira. Japo watu wengi walipinga, waliona ni kama tunawafundisha watoto kuwa waongo na wafundisha watoto kuwa wanafiki. Lakini yeye hakujali, aliona ni kawaida. Kwa yote, dada taifa hakuwa mbali na ile post ya na ile video ya president. Kona yeye akamwaje rekodi kama kawaida yake. Akasema wana Tanzania, mmeona sasa? Mimi nikiongeaga mnanionaga na kamdomo. Kwa kuwa ni mwanamke mwenzangu simpendi. Mmeona? Huyu ndo rais wenu. Mnaona shit anazoziongea kwenye media? Yaani tena bila aibu. Just imagine. Rais anawatishia watu, wanamwambia ukweli. Kwa anataka watu wote wakae wamsifie uongo tu, kwa she's a good president, she's a great, what the fuck? Huo ni ujinga, huo ni uongo. Kwa nini lakini? Nafu kabisa na wazazi mmekaa. Eti kapeleka mtaala wake na yeye katika masomo watoto wanaosoma na yeye wamsome. Kwa kipi? Au kwa kuwa ni president wa kwanza wa Tanzania wa kike, mwenye roho mbaya, mwenye ubinafsi na ukatili? Mnaniambia mimi na kimdomo. Na haya mtanikumbuka na haya masiara yangu. Mtanikumbuka. Japo nina viporo vyangu ambavyo nilisema nitakuja kuambia, hata msijali. Japo yule mwanasiasa kaniwahi vingine, lakini msijali. Yaani siku nitakuja nitaviunganisha vyote. Mjue shiti zote zinazoendelea katika nchi yenu. Ila naombeni tu mwanze kutoa uoga. Wakini uoga pembeni. Simameni kuikomboa nchi yenu. Simameni. Au mnataka nani aje kuwasimamia? Hiyo ni nchi yenu. Na nyie ndio wenye uwezo wa kuitetea nchi yenu. Hamna mzungu yote atakayetoka huko. Yaani mzungu aliyewatawala atoke huko ajetia wakomboe nyie. Wapi? Hamna kitu kama hicho. Hamna. Hivi hamjiulizi kwa nini waziri mkuu kajiuzuru? Na wale viongozi 6 wale mawaziri sijui wamejiuzuru. Amnieni hamuoni jamani? Mbona mnakuwa na akili zilizolala? Changamsheni bongo zenu. Yaani zifanyeni ziwe bongo ambazo zinaelewa matukio. Yule mzee kujiuzuru sio mjinga. Sababu anaona nchi inapoenda. Yaani ameacha kupokea mamilioni na matilioni ya pesa kwa sababu anaipenda nchi. Sababu anajua kuna watu wanaomlilia.
watakao mlilia. Kuna watu watakao kuja kumlalamikia. Kuna laana ya wazee, kuna laana za watoto. Yaani leo ni hayo tu. Tupambane kuiokoa nchi. Tupambane kwa ajili ya nchi yetu. Tupambane wana Tanzania. Yaani tusiwe waoga kutishiwa na vitisho vya ajabu ajabu. Yaani mtu kutishia tu kidogo basi ushaogopa. Hawawezi wakateka Tanzania nzima, au hawawezi wakaua wananchi wote. Tuamke jamani, tuamke. Yaani tuamke kabisa. Baada ya kuongea hayo, comment kama kawaida zilifuatia. Na hapo ndipo watu walipoamka na watu wakaanza kutengeneza vikundi vya kwanza kutafuta amani. Yaani kulianza kutokea watu ambao walikuwa wanataka waitoe nchi katika mikono ya Madam President. Na wengi wao walichochewa na maneno ya mchungaji Emmanuel. Sababu Emmanuel siku alivyoongea kule kanisani hakuishia pale. Yaani alizidi kuongea juu ya amani ya nchi. Yaani alizidi kuchochea moto. Na aliwaambia wananchi, akasema, mimi sawa ni mchungaji, si ndio? Sipaswi kuingilia mambo ya siasa. Lakini vitu vinavyoenda tofauti ni lazima tuingilie, sababu hii nchi ni yetu, sio nchi ya wanasiasa. Mnamwonaga yule mdada anaongea, mnamwita dada nani? Dada nani? Dada wa taifa. Yule mwanamke anaongea. Mnamwonaga na kamdomo. Na baadhi ya vigogo wanamchukia. Hata wasanii wenu wanafiki. Maana sidhani kama Tanzania ina wasanii wenye akili. Ukifuatilia 99.5 wote ni wanafiki. Yaani badala wakae wa support raia ambao wanausapoti miziki yao, maigizo yao, lakini wao hawafanyi hicho kitu. Kazi kusapoti ujinga ambao unaendelea katika nchi. Mnaona? Nyinyi mnaona? Nyinyi mashahidi. Hatuna wasanii. Wote wanatakataka tu. Yule mwanamke anaongea fakti sana. Fakti ambazo ukikaa ukifikiria unajiuliza, hivyo vyote anavitoaga wapi? Yaani sisi tupo ndani ya nchi, hatujui vitu vinavyoendelea. Mtu yupo nje ya nchi, anajua kila kitu kinachoendelea katika nchi yetu. Twendeni tuijenge Tanzania mpya. Tanzania kwa ajili ya watoto wetu. Tanzania kwa ajili ya vitukuu vyetu. Tanzania kwa ajili ya wajukuu wetu. Yaani tusikae tu tukibweteka kwamba tukiongea tutatekwa, tukiongea tutauliwa. Kufa kwa ajili ya nchi yako. Usife kwa ajili ya mambo ya kijinga. Na imani imenielewa.
Na katika nchi ya jirani Kenya, kiongozi wa upinzani ambaye alikimbia nchi, mwanaharakati George Barroso, alitoa taarifa kwa waandishi wa habari akasema Tanzania haiko salama. Watu wanateswa, watu wanauliwa. Dunia isimame. Kisikilize kilio cha Tanzania. Mashirika haki za binadamu waangalie mambo yanayoendelea katika nchi ya Tanzania. Yaani sasa hivi katiba haifuatwi. Yaani mtu amekaa anaendesha nchi. Yaani kama vile ile nchi kaambiwa ni nchi ya Waluguru. Kwa hiyo yeye kakaa tu. Baada ya kuongea na waandishi wa habari, naye aliendelea mambo yake ya kawaida, shughuli zake za kawaida. Na katika giza lililotanda katika nchi ya Tanzania, ishara ya ukombozi zilianza kujionyesha. Si mwanga wa silaha, bali kwa misukumo ya mioyo ya raia waliozamilia kusema kuwa sasa imetosha. Wananchi walijikusanya na wakapanga mashambulizi yao. Na katika kambi ya kijeshi ya Mgulani, Kanali Juma aliitisha tena kikao cha siri usiku wa manane. Aliwaalika makamanda 5 ambao pia walionyesha kutokulizishwa na utawala wa Samira. Kamanda Juma alisema, jeshi si kwa ajili ya kutisha wananchi. Tunatumika vibaya vya kutosha. Hatuwezi kuendelea kukaa kimya huku damu za watu wasiokuwa na hatia ikimwagika. Inatakiwa tuchukue hatua mapema. Hizi damu zitakuja kutulalamikia baadaye. Kamanda Natasha akajibu, hii ni hatari kanali. Yaani tunapanga mapinduzi ya wazi wazi. Kanali Juma akajibu, sio mapinduzi ya madaraka, ni mapinduzi ya taifa letu. Tunataka kuondoa mizizi ya hofu kwa wananchi. Kanali Juma alivyoona yani bado kama vile Natasha hayuko tayari, aliahirisha kikao na akajisemea moyoni, au ukute wengine wana hofu ya kinafiki. Haiwezekani tukae tupange vitu vya maana alafu mtu bado awe na moyo mgumu, moyo usiokuwa na utu, alafu ni mtoto wa kike. Alihuzunika sana. Na katika siku ya Jumapili kwenye kanisa la Azania Front la Mchungaji Emmanuel, kulikuwa na ulinzi mkali, ulinzi wake, bodyguard zake. Katika madhabahu yake alisema, kama sisi viongozi
tutanyamaza mbele ya uovu, basi hatufai kuitwa watumishi wa Mungu. Haki inaponyamazishwa, ghadhabu ya Mungu hushuka kwa watu wote. Hayo maneno ya mchungaji Emmanuel yalienea kwa kasi sana mtandaoni. Yaani yalienea. Na yaani ni kama vile iliamsha mihemko mioyoni mwa watu, mwa raia. Watu wakawa wanaendelea ni kujipampu na kujipa moyo kuwa lazima tushinde, tuikomboe nchi yetu, vizazi vyetu vije kuishi katika maisha yaliyo na amani na uhuru. Na katika Ikulu, Samila aliitisha kikao cha usalama usiku wa manane. Walikuwepo ni pamoja na Jenerali Kibwana, Bisira na waziri wa mambo ya ndani Salum Mwandishi, Dr. Samila. Kuna mdukuzi amesambaza taarifa zetu za ndani. Yaani vyombo vya habari vya nje vinafahamu kuhusu kambi zetu zote za mateso. Na hii inatisha. Huu ni usaliti mkubwa sana. Inakuwaje kama ukiviachia hadharani, wananchi watatuchukuliaje? Jenerali Kibwana akajibu, tutatafuta watu waliohusika. Samila akajibu, sasa hivi mtanisamehe, ninaenda mbali zaidi. Kuanzia leo, yaani leo hii saa 8, panapopambazuka, vyama vyote vya kisiasa visimamishwe kwa muda usiojulikana. Na nyinyi msije mkanitest wala kunijaribu. Wote wakaitikia, sawa mama. Akainuka, akaenda zake kulala. Baada ya siku chache, ripoti za kimataifa za Umoja wa Mataifa ikiwemo na UN zilitaja Tanzania ni nchi ambayo inashuka kwa kasi katika utendaji wake wa haki za binadamu. Marekani, Kanada na Ujerumani zilitangaza vikwazo dhidi ya viongozi wa nchi ya Tanzania, akiwemo Rais Samia. Na hii yaani ilipelekea Samila kupatwa na hasira. Wakati huo kwa wananchi wakiwa na matumaini kwamba hata mataifa makubwa yamewaona jinsi wanavyoteseka. Na katika mitaa mbalimbali jijini Dar es Salaam, Rehema huko akiwa anaangalia television akasema, umeona wanavyosema? Dunia yote sasa inajua. Labda tunaweza tena kuishi bila uoga. Mume wake akamjibu, lakini hatuwezi kukaa tu. Kuna maandamano yanapangwa. Mwanza tayari wameanza. Mke wake akajibu, Rehema, kwani hamna maandamano? Mume wake alimwangalia akacheka. Akasema, haya kama yapo unataka ya nini? Unataka kwenda? Akasema, hapana, naweza nikasapoti kwa njia moja ama nyingine, hata kama nisipoenda.
Akasema naye hawezi kukosa. Wakaendelea zao kuangalia TV. Na kweli maandamano yalianza na vyombo vya usalama vilijaribu kudhibiti, lakini vilishindwa. Na haikuwa kama zamani. Wananchi walikuwa wakitishiwa, wanakimbia. Wakishakimbia basi hawarudi tena barabarani. Lakini safari hii waliamua, waliandamana kwa maelfu na maelfu ya watu. Si kwa silaha, bali kwa nyimbo, mabango na sauti ya kwa pamoja. Wakidai haki zao, wakidai kuachiwa watu waliofungwa, watu waliokamatwa bila sababu. Waliimba. Wapo walioimba huko mikoa mbalimbali, na kuna wapo walioimba mbele ya Ikulu ya Mama Samira. Na Samira alipojaribu kutumia jeshi kwa ajili ya kuzuia wale raia ambao wapo mbele ya Ikulu, jeshi lilikataa. Na Kanali Juma alitoa tamko kwenye runinga ya kijeshi. Akasema, jeshi la Tanzania linatangaza kuwa hatutawapiga raia wetu au halitawapiga raia wake. Tunatambua mateso walioyavumilia. Tumeamua kusimama upande wa haki. Sisi, jeshi letu ni kwa ajili ya watu na sio kwa ajili ya mtu. Isitokee akatokea mwanajeshi hata mmoja akampiga raia yoyote anayedai haki. Baada ya hapo, Kanali Juma alimaliza kuongea, na kauli zake ndio zilifanya zikachochea maelfu na maelfu ya watu. Hata wale ambao hawakupanga kuandamana, mikoa ambayo haikupanga kuandamana, waliandamana na wakiimba kwa sauti, hatumtaki Rais Samira, hatumtaki Rais Samira. Samira alichanganyikiwa sana. Hakuelewa afanye nini akiwa ndani ya Ikulu. Mwisho wa sehemu ya pili ndo mwanzo wa sehemu ya tatu. Je, Samira ataachia madaraka au atajisalimisha au atakimbia nchi? Usiache kudondosha komenti yako hapo chini. Pia unaweza ukakisia Samira atachukua maamuzi gani? Je, na Wanatanzania watapata uhuru wao ambao wanautafuta kwa njia ya maandamano? Na je, maandamano yatakuwa ya haki kama wanavyotaka? Kwa sababu wanajeshi wako upande wao, kasoro polisi tu ndio wapo upande wao. Maandamano yataendaje? Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Bye, nawapenda.